Hello my good people, karibu sana kwenye Microspace podcast. Kwa majina yangu ninaitwa Michael Mbeti, COO Microspace, na leo tuko na mgeni wetu hapa tunatutembelea katika podcast leo, ambayo tutakuwa naye katika hii series 1, na atajitambulisha yeye ana mtazamo tofauti katika teknolojia, na leo tutakuwa na mada ambayo tutaizungumzia leo. So kabla tujaendelea, ningependa kumtambulisha ili aweze muweze kumfahamu ambaye ni nani ambaye mtembelea leo. Karibu sana Mr. Nashukuru sana. Nadhani ilikuwa ni shauku yangu sana kujoin team ya Microspace. Nadhani leo nimefika, nimekuta uko busy sana. Ndio. Labda nianze kutambulisha, mimi naitwa Microspace Ghost, na hiyo ni character, ni nafasi, ni nafsi. Kupitia hiyo character tutaweza kupata vitu vingi na mtazamo tofauti katika ulimwengu wa teknolojia na jinsi tunavyoitazama teknolojia. Kuna kitu ambacho nimekiona kwenye mitandao, ni Microspace Tech Summit. Huu ni mwaka wenu wa kwanza kama sikosei. Yes. Mimi sijaelewa vizuri. Nimepitia matangazo, lakini sijaelewa vizuri sana. Ndio. Na imani leo nimepata fursa na waulizia na wengine ambao hawajaelewa kama mimi. Nadhani leo wanaweza wakatuelewa. Microspace Tech Summit ni jukwaa au ni event ya kiteknolojia ambayo inakwenda kufanyika Tanzania, na itakuwa ni mwendelezo, ambayo event hii inakutanisha innovators na startups mbalimbali, lakini pia investors na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo ni event ambayo ni ya kipekee sana, kwa sababu dunia ni katika era ya teknolojia. Kwa hiyo ni event ambayo itawakutanisha watu wanaoipeleka teknolojia mbele, lakini ya watu ambao pia wanatamani kuwa sehemu ya mchakato wa kupeleka teknolojia mbele. Hapo sasa nimekupata kidogo. Nadhani kutakuwa kuna fursa ya kuendelea kuelezea siku na siku kwa ajili ya kwamba watu wazidi kuifahamu vizuri. Basi hapo nimepata uelewa kidogo, lakini hapo nimekuja umeelezea mambo ya matumizi ya teknolojia. Nadhani ndio swali langu kubwa sana lina base hapo. Hivi kwa nini Tanzania na Afrika kiujumla tumekuwa ni watumiaji tu wa hizi teknolojia so far, na almost tunajisifia sana kutumia teknolojia. Utakuta mtu anakuambia anafundisha kabisa kwamba ukitaka kuweza kutumia ChatGPT sijui jinsi ya kuandika prompt and whatever, lakini hatujapata watu ambao wametengeneza hivi vitu. Nadhani hivi vitu vyote tunatumia nje. Tukiangalia chat inatoka kwenye OpenAI, Claude, Casa. Huko nimeongelea kwenye upande wa prompting, lakini nikienda kwenye upande wa video production kama Solana, so far nimeona zimetoka huko nje. Kwa nini sisi sio watengenezaji sana? Sisi tuna develop watumiaji, sio watengenezaji.